Mtazamaji wa Digital News Tanzania, hapa ni katika kijiji cha Ilembula na hapa ni katika parokia ya Ilembula ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa misaada kwa watoto yatima, watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Kama unaweza kuona nyuma yangu hapa, hii ni misaada ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameitoa kwa watoto hawa. Mama Samia oye! Mheshimiwa Rais safi! Nina historia na historia hii inanisababisha nishukuru kweli Mama Samia, kwa sababu naona ya kwamba hii miaka ya mwisho anaonyesha moyo wa upendo kwa watoto. Analeta misaada kila mwaka, wakati kabla hii misaada ilikuwa inafika mara chache sana. Kwa hiyo naona ya kwamba yeye anajali watoto yatima, watoto wenye shida. Kwa hiyo tunamshukuru sana, tunamtakia maisha marefu. Naitwa Zakaria Said Mansasu, ni mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe. Katika siku hii ya leo ambayo tuko katika kituo cha watoto cha kulelea watoto, ikiwa ni baadhi ya vituo katika mkoa wetu wa Njombe. Lengo kubwa ambalo limetuleta hapa, kwanza tumekuja hapa kwa ajili ya kuwasilisha sadaka ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo ameitoa kwa ajili ya watoto zaidi ya 300 katika vituo 10 katika mkoa wetu wa Njombe. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utaratibu wake ambao ni wa kimungu kabisa, kwa sababu katika kila mwaka au kila wakati zinapotokea sikukuu zinazoambatana na ibada ya dini, iwe ni kwenye Pasaka au Ramadhani, amekuwa na utaratibu wa namna hii wa kusherekea pamoja na watu wenye mahitaji mbalimbali katika mkoa wetu na katika maeneo mengine katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa siku hii ya leo, ziko baadhi ya vitu ambavyo amevitoa ili watoto hawa pamoja na watu wenye mahitaji mbalimbali katika vituo 10 katika mkoa wetu wa Njombe. Ametoa sukari, ametoa sabuni, ametoa vinywaji kwa mantiki ya kwamba soda kwa ajili ya watoto, ametoa mchere, ametoa mafuta ya kupikia pamoja unga wa ngano pia ametoa. Kwa hiyo tunavikabidhi leo hapa sisi kama mkoa wa Njombe kwa niaba ya mkuu wa mkoa, lakini vitu hivi amevitoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili watoto hawa wanaposherekea siku hii ya Eid al-Fitr basi waweze nao kusherekea kama watoto wengine. Tunatambua na anatambua sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu tunajua ni mcha Mungu pia mwenye imani. Anatambua namna ambavyo katika vituo hivi walezi wa vituo mnafanya kazi kubwa mno. Moja ya kulea watoto wetu hawa, kulea Watanzania hawa ambao wengine wazazi wao walitangulia mbele za haki, wengine walitupwa, wengine wazazi wao, walezi wao hawana uwezo kabisa, lakini na wengine mmewapokea kutoka katika mazingira magumu, na wengine kutoka katika maeneo mbalimbali, wengine wazazi wao ni walemavu. Kwa hiyo tunawashukuru sana 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 walezi wa vituo hivi zaidi ya 10 ambao mnaendelea kuifanya kazi hii ya kimungu, kulea watoto hawa ambao ni taifa la sasa na baadaye la Tanzania katika mkoa wetu wa Njombe. Lakini zawadi hizi, pamoja na kwamba hapa nimetoa mimi, ninakabidhi hapa, lakini pia wakuu wa wilaya katika mkoa wetu wa Njombe
wataendelea kukabidhi zawadi za namna hii katika vituo ambavyo nimesema ni 10. Kwa hiyo mimi hapa ninakabidhi. Moto ya malezi inaanzia katika nyumba. Huo ndio msingi, kwa sababu malezi yanaanza katika kaya au katika nyumba ambazo tunaishi. Kwa mtu wa kwanza kabisa ambaye anahitaji kusimamia malezi ya watoto ni sisi ambao ni wazazi. Huo ndio msingi. Baada ya pale, serikali inaanza kuwapokea watoto pindi wanapoanza chekechea, shule na kuendelea. Lakini katika swala la malezi, tunapowalea serikali kwa mujibu wa sera na mambo ambayo tuliyojiwekea, tunaomba sana viongozi wetu wa dini katika mkoa wetu wa Njombe nao wanayo nafasi kubwa sana ya kuwalea hawa ambao ni wazazi. Mimi naitwa Padre Tarcisio, sisemi ubini kwa sababu haina maana. Ni padre kutoka nchi ya Italia. Nina historia ndefu hapa Afrika. Kwanza nina umri miaka 78 mwaka huu. Na nilianza hapa Afrika mwaka 1974 nilikuwa Burundi, nilifanya miaka 7 Burundi. Kutoka Burundi nilihamia kule nchi ambayo wakati ule ilikuwa inaitwa Zaire, sasa ni Democratic Republic of Congo. Alafu 93 nimekuja hapa Tanzania. Nilianza kushughulikia watoto wenye shida kutoka Kongo ama Zaire, lakini kule nilikuwa nashughulikia watoto walemavu. Nilipokuja hapa nilianza kushughulikia watoto yatima, walikuwepo yatima wengi wakati ule. Nilianzisha kituo cha watoto yatima cha Ilunda. Alafu nimefungua pia hiki, kwa hiyo jumla nimefungua vituo viwili vya watoto yatima. Kwa hiyo nina historia. Na historia hii inanisababisha nishukuru kweli Mama Samia, kwa sababu naona ya kwamba hii miaka ya mwisho anaonyesha moyo wa upendo kwa watoto. Analeta misaada kila mwaka, wakati kabla hii misaada ilikuwa inafika mara chache sana. Kwa hiyo naona ya kwamba yeye anajali watoto yatima, watoto wenye shida. Kwa hiyo tunamshukuru sana, tunamtakia maisha marefu. Kitu cha pili, naona ya kwamba viongozi hapa wote ni vijana pamoja na kwamba wilaya ni changa, lakini vijana. Kwa hiyo ninawatakia na nyinyi kazi njema, na hasa muonyeshe ya kwamba muna nia ya kujenga hii nchi ya Tanzania ambayo iko naendelea, tunaendelea. Mimi ninaweza kushuhudia kwamba tangu mwaka wa 2000 kuja leo maendeleo inaenda inaongezeka. Kwa hiyo tuendelee. Asante sana. Padre, sema watoto ulionao, changamoto, wengi hawana wazazi, wengine wana mzazi mmoja tu. Wengine wanatoka katika mazingira magumu sana, wake mama amechanganyikiwa au baba ameenda mbali hajulikani. Alafu tunao pia walemavu. Tunao kama 8-9 ambao ni walemavu, kwa hiyo tunawatibu. Kila wakati tunawapeleka hapa hospitali ya Inuka kusudi wafanye mazoezi, wapate kuimarika nao katika miili yao. Alafu hapa tunawazoesha pia kidogo kufanya kazi. Hatutaki wawe wavivu. Kwa hiyo lazima wafanye kazi, walime, wachunge mbuzi, wasaidie. Wajue ya kwamba katika maisha ukitaka kufaulu maisha yako lazima uwe na ufanye kazi. Alafu tunawasomesha. Sema ni hivyo ndicho ambacho nataka kufahamu. Pengine una watoto wangapi katika kituo, na kati yao wapo wanaosoma, na je kuna uhitaji zaidi wa kuweza kuwashika mkono kielimu? Katika kituo hiki tuna watoto 89. 90. Wanaosoma ni kama 60, kwa sababu wengine bado ni wachanga, kwa hiyo wanakaa hapa. Wachanga sana wanakaa hapa. Wengine tunawapeleka chekechea hapa, wengine tunawasomesha kwenye shule ya msingi hapa kijijini. Tunao wengine ambao walishamaliza darasa la 7, wale tunawasomesha katika shule za sekondari na za ufundi
hapa hasa katika mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tunawasomesha Makambako, Njombe penyewe, wengine tunawatuma mpaka Lugarawa, Wemba. Kwa hiyo tunawashughulikia mpaka tunajaribu kuwasindikiza wafike kwenye umri wa miaka 18, wana ujuzi na wanaweza sasa kujitegemea. Okay. Sema baada ya msaada huu unadhani msaada huu utasaidia kiasi gani, lakini changamoto kwenye malezi hapa au changamoto kwenye walezi kwamba mara nyingi tunaona ya kwamba wale wazazi wachache ambao bado wapo kidogo wametoroka, wanakuja mara chache sana kuwatembelea. Ingefaa wawe wanashughulika zaidi, manake waonjeshe zaidi upendo wao kwa watoto wale wachache ambao wapo. Alafu changamoto nyingine mimi naona ya kwamba nidhamu wanashika kusoma, wanajitahidi kusoma. Mimi tuseme ninaridhika na malezi ya hawa watoto. Sioni changamoto zaidi isipokuwa ile ya wazazi na wandugu kuja kuwaonjesha zaidi, kwa sababu inafaa mtoto aonje upendo wa wazazi wa ndugu, ajue kama yeye naye ni wa maana. Sasa utasaidia kiasi gani? Tunasaidia kiasi gani? Msaada huu utawasaidia kwa kiasi gani kuwavusha kidogo? Utadumu muda gani sister? Wewe inabaki kiasi tu, sio yote. Okay. Kwa jina naitwa Subilaga Mwaigwisya, ni afisa ustawi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa Njombe. Siku ya leo ya 31 mwezi wa 3 tumepokea zawadi ambao ni chakula kwa ajili ya vituo vyetu 10 katika halmashauri 5 za mkoa wetu wa Njombe. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutukabidhi zawadi hizi kwa ajili ya watoto wetu. Zawadi hizi wanaenda kunufaika watoto 335 kutoka katika vituo vyetu vya mkoa wa Njombe. Nashukuru sana kwa sababu ametugusa watoto, amegusa jamii kubwa ya Tanzania. Watoto hawa wanaingia kama kwenye makao kutokana na changamoto mbalimbali alizosema Mheshimiwa DC, ikiwa ni pamoja na wengine wanapitia ukatili, wengine kutelekezwa, wengine kutupwa. Kwa hiyo katika kupokea zawadi hizi inakuwa ni faraja kubwa sana. Watoto hao wanajiona kwamba kuna walezi, kuna jamii ambayo inawaangalia. Hiyo tunapenda sana kumshukuru Rais, na pia tunashukuru amekuwa ni utamaduni wake katika kutupa zawadi hizi. Nakumbuka mwezi wa 12 pia alitoa katika vituo vyetu vyote vya mkoa wa Njombe. Tunashukuru sana kwa jitihada zake kukumbuka makundi haya maalum. Napenda kusema asante kwa niaba ya maafisa ustawi wote wa mkoa wa Njombe, tunashukuru sana. Asanteni sana. Kwenye kituo hiki mahitaji ni haya, tunawasiliana na walezi katika vituo vyetu kwamba wanahitaji kitu gani, changamoto yao ni kitu gani katika hicho. Wengine wametoa bima za afya, maziwa ya kopo kwa watoto wa chini ya mwaka mmoja. Kwa hiyo mwitikio umekuwa mkubwa sana katika jamii. Pia tunazidi kushukuru jamii na pia na kuwazidi diwani wa kata Ilembula. Kwa kweli na mimi niseme kifupi sana kwamba kwanza nachukua fursa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa namna alivyotazama kuwapa zawadi hawa watoto yatima. Jambo hili sio dogo, jambo hili ameenda kulifanya jambo kubwa sana. Linawezekana sisi naenda kutufundisha namna kuja kutoa kwenye maeneo kama haya. Lakini jambo ameenda kufanya jambo kubwa kwa maana hata ya mbele za Mungu. Kwa kweli tuendelee kumuombea mama yetu, na mimi kuja hapa ni mara ya pili sasa hivi kwenye tukio kama hili. Alifanya mwaka juzi na kila mwaka ndio kuyafanya. Kwa namna gani anavyoona umuhimu na mazingira ya watoto hawa, namna wanavyoishi. Lakini pia baba paroko, lakini pia kwa nafasi yake, naye pia mimi namshukuru sana. Kwa kweli niseme jambo moja tu kama kiongozi wa kata kwamba mimi nimeridhishwa sana kwa sababu watoto hao wapo kwenye eneo langu. Na tuna vituo viwili kwa eneo hili Mheshimiwa DC, na namna Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa, achilia mbali kwenye shughuli za maendeleo, lakini pia anafanya kazi kubwa mpaka amepitiliza kuja kutazama hadi watoto hawa wanaoishi mazingira haya ya yatima. Baada ya kusema haya machache Mheshimiwa DC, mimi nipende sana kukushukuru sana na msafara wako, lakini niseme tena tumuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anazozifanya kwenye taifa letu,
kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tunafahamu kwamba amebeba mzigo mzito kwenye taifa, lakini ameshuka mpaka chini kutoa zawadi kwenye vituo hivi vya watoto yatima. Asanteni sana, Mungu akubariki. Kwa jina naitwa Abineri Filimon Zagule, ni katibu wa jumuiya ya wazazi wilaya. Nipo kwa niaba ya katibu wa CCM wilaya. Nimekuja kushiriki tukio hili. Mshukuru paroko, mshukuru mkuu wetu wilaya anayewakilisha mkuu wa mkoa kwa tendo ambalo Mheshimiwa Rais anawakumbuka watoto hawa kwa maana ya malezi bora, na kama walikuwa wamekata tamaa ili kuwarudisha kwenye uhalisi bora wa makuzi yao. Wazazi unasema hivi, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa CCM ya taifa kwa maana namna anavyotutukuza na anavyotusaidia sisi wapiga kura wa chini. Jambo hili naomba liwe endelevu na tuna imani tutaendelea kusaidiwa vingi zaidi. Kwa machache haya naomba kuwasilisha. Kwa majina mimi naitwa Joseph Esa Mwenuka. Kwa eneo hili mimi ni mwenyekiti wa kitongoji. Nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwakumbuka watoto hawa yatima. Nashukuru sana kwa nafasi hiyo, kwa sababu watoto hawa tunajua wako katika mazingira ambayo si rafiki sana. Kama Mheshimiwa mkuu wa wilaya namna alivyotangulia kusema, kwa kweli kuna wengine kadiri kama tunavyoona hali zao, kuna wengine ukiwatazama unaweza ukatoa hata machozi. Majina naitwa Tumombe Ode Kidumba. Tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa zawadi alizotuletea. Nasema asante kwa hizo zawadi, zitatusaidia kwenye maisha. Asante. Majina naitwa Justina John Sapali. Kwa niaba ya watoto wenzangu, asanteni kwa zawadi mlizotuletea. Mungu ambariki, aweze kuishi miaka mingi. Namshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea zawadi hizi. Nasema asante.